Karibu kwenye exclusive za Ava TV na leo tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na miongoni mwa nyota wa Tanzania ambao wanaendelea kufanya vizuri kwenye ligi kuu pale nchini Azerbaijan. Nyota huyu ni Alphonce Msanga Mabula. Tumeshuhudia mara kadhaa akija kujumuika na timu ya taifa, lakini pia akiendelea kucheza kwenye timu ya Shamaka FC pale Azerbaijan. Kwa msimu uliopita alimaliza vizuri akifunga magoli 6 na mechi kuwa na kiwango bora kabisa. Mimi naitwa Latifa Nafi, anayechanganya picha kwa ubora ni Ulivin Trends na hii ni Ava TV. Hakikisha unatufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii hususan YouTube pamoja na Instagram. Tukazungumze na Alphonce Mabula Msanga atusimulie kile ambacho kinaendelea pale Azerbaijan kuhusiana na maisha yake ya kabumbu. Alphonce Mabula Msanga, habari? Salama, kwema huko? Huko salama, sijui huko Azerbaijan mnaendeleaje? Salama kabisa, namshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Tuko na mazoezi hapo, tumemaliza, tunajiandaa kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Kiafya tuko vizuri, kila kitu kinaendelea vizuri. Kwa namna ambavyo msimu mpya umeanza na ukiwa unaendelea kutoka kwa msimu uliopita ulipoingia dirisha dogo, kuna mabadiliko gani kuanza kwa msimu mpya wa 2025-26? Kabisa, msimu umeanza na msimu kidogo umekuwa ni mgumu kidogo kuingia, na timu nyingi zimesajili sana wachezaji wengi. Pia kuna sheria ilikuwepo ya kuruhusu wachezaji 7 wa kigeni. Naona sasa hivi imetolewa kwa msimu ni wachezaji wote tu, ni wewe mwenyewe na idadi yako utakaoamua na mfuko wako usajili wachezaji. Ni klabu nyingi zimejipanga, zimesajili wachezaji wengi kutoka ligi mbalimbali, ligi za Spain, Ufaransa, Italia, wamekuja Ubelgiji, wamekuja Portugal. Kwa hiyo ni ligi ambayo safari hii na ushindani kweli, na tokea ianze sasa hivi kama sisi timu yetu ya Shamaka ipo nafasi ya 6, lakini kuanzia nafasi ya kwanza mpaka wa 8 wote wamezia, difference ni ndogo sana point. Yani inamaanisha pia ligi ya msimu ni ngumu na muda wote mtu wa kwanza anaweza kuwa hata wa 8, wa 7, mtu wa 6 akawa mtu wa pili wa kwanza. Kwa hiyo ligi msimu ni ngumu na kila mechi ina mata. Kulingana hivyo ligi imekuwa nzuri, na sisi tupo sasa hivi nafasi ya 6, nafasi nzuri. Tumecheza takriban michezo 7, tumeshinda michezo 3 na kusuluhu na kupoteza. Kwa hiyo tupo nafasi ya 6, tunaendelea vizuri, na mimi kwangu nimeanza vizuri katika michezo 7 yote. Nimefanikiwa kuanza katika kikosi cha kwanza pia na goli 1. Sasa mshukuru Mungu, naendelea vizuri. Tunaangalia michezo mingine na kuja mbele yetu. Sawa, mbali tu na kwenye ligi kuwa na ushindani wa ndani, pia kwenye klabu, kwenye namba umeongezeka kwa kiasi gani? Ushindani umeongezeka kulingana, pia timu yetu sisi imefanya pia usajili kwenye nafasi, nadhani kwa nafasi karibia zote, na wachezaji walioletwa sema kweli na wachezaji wazuri, wana quality nzuri. Pia ushindani upo katika kosi letu, ushindani wa nafasi. Kwa hiyo ni kadri ya mazoezi tunayofanya wanazidi kupambania nafasi, na katika kila mechi unaocheza inabidi upambanie nafasi hiyo, endelee kujitita zaidi katika kosi cha kwanza na kuendelea kufanya vizuri na mwenyewe kama mwenyewe utimize malengo yako katika msimu huu. Okay, kwa namna ambavyo ligi inaenda hapo Azerbaijan, lakini pia ukitazama ligi ya nyumbani hapa Tanzania, kuna tofauti ipi kubwa ambayo unaiona huko pengine wameendelea kulinganisha na ligi ya hapa Bongo Tanzania? Tofauti nadhani tofauti ni kubwa. Kama watu wote mnavyojua, ligi zote za Ulaya intensity yake, kwa hiyo tunaita intensity ya mchezo, intensity ya mechi, intensity yake ni kubwa sana kulinganisha na ligi ya nyumbani. Pia vilabu vingi vya kuliko professional, kuanzia diet, recovery za mwili za wachezaji, sehemu watu wanaopumzika, viwanja, facilities zote, kila kitu inakuwa vipo katika level kubwa zaidi. Hiyo pia inatofautisha katika ligi yetu ya Tanzania. Maana kauta klabu 3-4
zile na unakuta zina kidogo zina facility nzuri kulinganisha na vilabu vya kuku. Vilabu vyote vinakuwa vina facility nzuri, wachezaji wanapumzika vizuri, wachezaji wanalifanya recovery nzuri, wachezaji wanacheza kwenye viwanja vizuri, wanatrain kwenye viwanja vizuri. Kwa hiyo kila kitu kiko top. Kwa hiyo kulinganisha hivyo, kila facility, kila timu inapata vitu vyote hivyo, ni kitu ambacho kinachangia kuwa ligi kuwa ngumu, pia na intensity ya mechi na kuwa ngumu, na kila mtu amepumzika vizuri, kila mtu anakula vizuri, kila mtu anaishi pazuri. Kwa hiyo kila mtu akija kwenye mechi inakuwa ni mechi kweli kweli, kila mtu anaitolea macho, kila mtu anaangalia performance yake hivyo, maana kila mtu akiingia uwanjani na anajua mimi nimekuja kwenye kazi yangu. Kwa hiyo kuzingatia kila kitu, unapewa kila kitu kwenye professional way, lazima wewe ukiingia uwanjani utoe asilimia 100 za kwako zote. Sawa, mbali na hayo ya intensity ya kwenye ligi, tumeshuhudia timu yetu ya taifa ya Tanzania ikishindwa kufuzu kwenye michuano ya kombe la dunia ambayo inatarajiwa kufanyika kule Mexico. Pengine utuambie shauku yako ya kuitwa tena kwenye timu ya taifa, haswa kuelekea michuano ya AFCON ambayo itakwenda kufanyika pale Morocco. Kabisa, shauku yangu ni kubwa kama mchezaji na pia kama Mtanzania, ni kuhakikisha na narejea nyumbani kuipambania timu yangu ya taifa, kuipambania taifa langu pendwa. Kwa mimi niko tayari kwa muda wote, mwalimu akijumisha kwenye kikosi nitakuwa nipo tayari, na nitakuwa tayari kwa kutoa 100% zote katika mashindano ya AFCON. Mimi niko fresh kabisa, niko fit. Uko fit kalikiti? Kabisa. Sawa, kuna story moja hivi nilikuwa natamani tuimalizie hapa kuhusiana na, ulinipa story kuhusu viongozi wa huko kuwa makini sana. Endapo hata ukiongezeka kilo 1 ya mwili unaweza ukakatwa mshahara. Hii story ipoje, hebu tujikumbushe. Kabisa, hiyo story bwana. Afu nitakupa tena, kuna kisa kingine hapo utacheka kweli. Hii story ni yani sio kama story, ni uhalisia ambao upo. Kila mchezaji nadhani kila baada ya mechi au tutapiga mapumziko wote, kwa mapumziko kabla ya siku mbili, tukirudi kwenye mazoezi tunapima kilo kabla ya mazoezi, na kila siku tunapima kilo karibia, nadhani siku moja kabla ya mechi, siku mbili naga atupimi kilo. Kwa hiyo kila mchezaji kwa umeongezeka, unapewa kuna nini za kukunywa, hizi zinakuwa zinapunguza weight. Pia unakuwa unakatwa mshahara, ukiongezeka kilo wanakuandikia, unakatwa kwenye mshahara. Pia kuna jamaa amekuja, ni mgeni, alikuja kidogo ameongezeka kilo, ni mchezaji mgeni amekuja ameongezeka kilo. Kwa hiyo kadri siku zinazozidi kwenda kilo zake hazishuki. Kwa hiyo kwenye chakula amemwekea kuna kamzani, yani anapima chakula hiyo chakula ni kwa mzani wakiwa wanakula, maana tunakula kwenye kantini ya timu. Kwa hiyo wanakuwa wanawekewa mzani, wanampimia chakula mara atakiwa kula. Kwa hiyo ndio story kidogo, imekuwa excited sana kwa msimu huo. Na hizo pesa ambazo wanakata ukizihesabu kwa Tanzania huko ni kama shilingi ngapi hivi? Wanakata nadhani ni pesa ndefu. Nadhani kwa kila kilo wanakata karibia dola 100 hapo, utapiga mwenyewe mahesabu. Dola 100 inakuwa kama nadhani 240 sijui. Kwa kila kilo. Kwa hiyo ukiongezeka kilo 3 hapo unakatwa dola 200. Dola 100 ngapi? Dola 300. Kilo 3, kilo 2 dola 200. Kwa hiyo unakatwa kwenye mshahara wako. Bana, hii story ni nzuri sana. Kwa hiyo utachagua wewe, ukatwe mshahara ama unenepe. Utachagua wewe. Maliza pia na ikiwa na mzani, daktari anakuwa anakupimia chakula. Kwa kama ni usiku na ikiwa mzani, unatakiwa umalize kiasi fulani, unatakiwa ule wali kiasi fulani, nyama kiasi fulani, mpaka utakuwa sana. Kweli jamaa kweli amerudi kwenye shape yake, amekuwa vizuri na anafanya pia vizuri. Nadhani kitu cha kuzingatia kilo ni kitu muhimu sana kwenye karia ya mpira na kwa mchezaji. Na kufanya uwe na performance nzuri au pia uwe na performance mbaya. Nadhani kitu muhimu sana. Ndio maana huku sana wanasisitizia pia na kusaidia mwenyewe kama mchezaji usipate injuries hapa na pale. Ndio kama umeoverweight sana kilo, pia kwenye magoti zile ligament hizi nini kuziharibu inakuwa ni swala la kugusa tu. Lakini ukiwa na uzito ambao ni sawa, pia mwili wako utabalance sawa, na utaenjoy msimu wako na utafanya vizuri.
Sawa, tumalize na hili miongoni mwa wachezaji ambao umewahi kucheza nao timu moja ukiwa huko nje ni Morris Abraham ambaye hivi sasa anaitumikia klabu ya Simba. Kwa kuangalia performance yake unamwambia neno gani? Na kwanza anafanya vizuri, cha kwanza anafanya vizuri. Nadhani cha pili kila Mtanzania ameona na kila mtu ameona kipaji chake kwa ukubwa, ukizingatia alikuwa anapata nafasi kucheza katika timu za taifa, lakini wengi kama inavyojulikana Tanzania kidogo kuna cheza nje, watu wengi hakuzingatia, lakini kucheza katika vilabu vikubwa kila mtu anaangalia mechi, kila Mtanzania anaona mechi. Kwa hiyo kila mtu ameona performance yake ilivyo, ameona na uwezo wake na amezika nao wana Simba, kama wana Simba wamefurahia uwezo wake pia. Jambo zuri, jambo la kumwombea endelee kufanya vizuri. Anaweza pia kutimiza matakwa yake, kutimiza pia na mipango yake aliona kwa ajili ya msimu pia. Basi sawa Alphonce, mimi nikushukuru sana na kila laheri hapo, endelee kupeperusha bendera ya Tanzania. Amina, asante sana. Barikiwe pia, mwana jioni njema huko Tanzania. Asante.